Mwijage uko vizuri kwanza? Niko fresh. Mambo yanaendaje? Mambo yanaenda poa. Bwana umepoa kweli kweli. Kama kawaida. Bwana leo nataka tuzungumze kuhusu safari yako ya mpira wa miguu mpaka kufika hapa. Mwijage, kila mtu labda anafikiria Mwijage ni mtu wa namna gani? Safari yako ya kisoka ilianzia wapi? Safari yangu ya kisoka kifupi ilianzia Mbeya City Under 20. Ndio. 2017. Baada ya kutoka Under 20 nikarudi Kagera. Baada ya mambo kufeli kule Mbeya. Ndio. Kwa hiyo pale Kagera ndo nimeanza mpira wa mashindano wa kulipwa. Baada ya kutoka pale wewe ulifanikiwa kwenda nje. Nataka utupe experience kwa wale watu ambao hawajui life la nje lilivyokuepo. Baada ya kwenda kule, changamoto gani kubwa ilikuwepo na ilikuwa kuaje mpaka kwenda kujiunga na hiyo club? Kwa malango ya kwanza pia ilikuwa malango ya kwanza kwenda nje. Niseme na nilikuwa pia ndio moja ya ndoto ambazo nilikuwa nazipenda na nilikuwa na wish siku moja ije itokee. Lakini niseme kwa watu ambao wanahitaji kwenda nje ni sasa hivi fursa zimekuwa nyingi. Ila kwa upande wangu mimi nilivyoenda kule nje, cha kwanza niseme ilikuwa ni hali ya hewa. Maana hali ya hewa ni tofauti na huko. Na cha pili niseme ni kutokana na sehemu ambapo unaenda na kwa ni mtu mpya. Kwa hiyo unabidi uonyeshe uwezo wako ili kesho na kesho kutwa waweze kujua wewe ni nani. Kwa hiyo issue kubwa ilikuwa ni hali ya hewa tu, hakuna kitu kingine. Hali ya hewa tu, hamna kitu kingine. Kuna wengine labda wanasema kwamba labda wanakuwa na ubaguzi hivi nje. Huo ubaguzi upo kwa maana asilimia nyingi unaweza ukakuta pale wazawa, kwa hiyo unaweza kuwa unagombania namba na mzawa pale. Kwa hiyo haiwezi kuwa asilimia 100 kwamba wewe wakupe opportunity ya kila mechi au ucheze au wakupe vitu ambavyo mzawa pale anaweza kuwa anavipata. Ni kitu ambacho ni kizito sana. Watu wengine ukishatoka nje ukija huku Watanzania wanasema huyu amefeli huyo. Ilikuwa ya kuvunja moyo hayo maneno? Kifupi ni kweli. Watu wengi ambao wakienda kabla mimi sijaenda nilikuwa nahisi labda wanafeli, wakirudi labda ndo yani mambo yanakuwa mazito. Ila kifupi kwamba kila mtu ana njia yake na kila mtu ni mpambanaji. Kwa mimi kuja kuanza upya huko sio kwamba nimefeli. Kwa maana hata watu waliokuwa wanaangalia mechi ambazo zilikuwa kule wao wananifuatilia, asilimia nyingi mimi nilikuwa naanza kwenye kikosi. Kwa hiyo kuna mambo fulani ambayo alienda kwenda sawa, nikaona so shida, acha niende nikaanze upya, next time inaweza kawa good. Yani kwanza kiufupi kwanza nilivyotoka nje nienda Geita. Geita mambo yakawa ITC. Kwa hiyo nimekaa nje msimu mzima. Kwa hiyo msimu unaokuja mimi ndo nikawa nimeenda Kagera. Na pia niseme kwa timu kushuka kikweli ili affect. Kwa maana ndo first time nakuwa nacheza ligi kuu na timu ambayo nilikuwa naipenda na nilikuwa ndo kitu ambacho imenitoa niseme kwenye mpira. Alafu unakuja kuona kuna watu wengi wamepita ambao unawajua mabraza wa nini. Alafu wewe ndo unakuja kuishusha. Kwa kweli ilikuwa ni situation ngumu. Ila kiufupi ndo ni mambo ya mpira na nadhani watajipanga pia watarudi ligi kuu. Changamoto gani kubwa ulishokutana nayo kwenye mpira mpaka ikakupa wewe kama kuhitaji mbona achane nifanye vitu vingine? Situation nadhani nilivyokuwa Mbeya City. Ndio. Mbeya City kule ilikuwa niseme ni kama mtu ambaye amekuja utambuliki, kwa maana nilikuwa spare sabuni yani, kwa hiyo unamtegesha tu brother. Brother bana nitamekufulia. Kwa hiyo na wewe hapo lazima ujiongeze. Bwana unaongeza na nguo zako au sometime unaweza kuta labda voucher nini kwa sila na wazazi. Yaani vitu kama hivyo. Kwa hiyo viliniumiza, lakini ndio vilikuwa vinanipa hamu ya mimi kutafuta. Utofauti mkubwa wa soka la Tanzania tokea pale ilivyokuwa unaanza mpaka hapa ilipokuwepo hivi sasa, utofauti mkubwa ni upi? Nasema sasa hivi ligi kuu imeendelea kutokana na jinsi watu wanavyokuja kuwekeza. Na unavyoona kadri ya foreigner ambao wanakuja kwenye nchi yetu wanaongeza motisha ya sisi wazao kuweza kupambana na sisi kuonesha kitu ambacho tulicho nacho. Sasa hivi upo kwenye ligi kuu. Sawa, unacheza Kino Boys KMC. Malengo yako ni yapi kwenye huu msimu? Malengo yangu ya kwanza ni kuhakikisha kwanza timu inafikisha malengo ambayo tumejipangia, na pili kwangu mimi ni iwe kama njia ya kuweza kufika pale mimi ninapopataka. Mchezaji gani unamtazama kama kioo kwa upande wako? Unapenda namna ambavyo anacheza na wewe unamfuatilia ili uweze wewe kufanya kile ambacho yeye anakifanya? Kwa ndani, kwa nje? Kwa ndani. Kwa ndani wapo wengi
Nataka nitajie wawili. Nataka nitajie wawili. Ndio. Wa kwanza nilikuwa namtamani sana nilikuwa ni Chama. Wa pili Pacome. Yeah. Unatamani siku moja ucheze na Pacome? Yeah, I wish. I wish kwa maana ni mtu ambaye napenda type yake ambaye anacheza. Na ndio mimi ndo napenda mtu ambaye anacheza vile. Kwa hiyo ni mtu hata kama ukikutana naye lazima atakupa vitu ambavyo wewe hata pia hujavifikia na utapata hata experience fulani ambayo wewe alionayo na hata niseme utaongezeka kwa kiasi fulani, jinsi ulipokuwa na jinsi ulipokuwa naye inakuwa tofauti. Kulikuwa na maneno watu walikuwa wanazungumza kwamba timu kama KMC inavyoenda kukutana na timu kubwa kama Simba, Yanga na vilabu vingine, huwa wachezaji huwa wana pressure kutokana na mastaa ambao wanaenda kukutana nao. Hilo lina ukweli wowote? Niseme kwa baadhi labda, ila kwangu mimi ambao niseme ndo hizo mechi ni njia ya kuweza kuhakikisha kwamba wewe ni mchezaji wa aina gani. So ukicheza timu ndogo kama unacheza hivi, sidhani kama watu wanaweza wakajua kwamba wewe ni mtu wa aina gani, lakini kama timu kubwa ukionyesha performance nzuri, kesho na kesho watajua kama bwana huyu ni mchezaji, wala sio mtu ambaye anategeshea timu ndogo labda hivi na hivi. Bwana, tumezungumza mengi sana. Lolote la kumalizia kwa mashabiki wa Mwijage katika kuelekea kwenye huu msimu na namna ambavyo umeanza performance mzuri kweli kweli? Cha kwanza niweze kuwaomba radhi mashabiki zangu kwa maana msimu ulioisha nimecheza msimu mzima sijaweza kufunga. Kwa kitu ambacho sijawahi kukipitia. Kwa mashabiki zangu ni kwamba ni mambo ni mpito. Kwa sasa hivi nimejipanga na pia nitaongeza kile ambacho kitu walikuwa wanakijua kuhusu mimi, na nitajitahidi sana kuweza kuwafurahisha na Wanakinoboi wasiweze kukata tamaa. Timu yao tunaipambania na imani tutafika. Nikushukuru sana, lakini hili ni la mwisho. Wewe style yako ni nini? Mimi style yangu sana ni game. Yeah. Yaani muda mwingi placed. PS ndio style yangu kubwa sana. Bwana, mimi nikushukuru sana. Asante. Ndugu wa Tanzania, kama kawaida naitwa Bambo lile pundi ngome kwa mfibadi bosi zero semagula zinkonge ni zibzichwalo au ni titino salendo. Chondi popote ulipo Mtanzania, usisahau kusubscribe Dosto Media. Subscribe kama folder.